Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo inaendelea kushika tamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba vikosi vya Ukraine vinahamisha hadi nusu ya wafanyakazi wao kutoka eneo la mbele la Kolodezhnoye katika mkoa wa Kharkov hadi pande zingine ikiwemo Kupiansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema ujasusi wetu una rekodi kupungua kwa wafanyakazi wa Ukraine kwenye eneo la Kolodezhnoye. Vyanzo vya mawakala vinaripoti kwamba kamanda wa eneo hilo Drabati anatuma hadi nusu ya wafanyakazi wa kijeshi kutoka eneo hili hadi sekta zingine ikiwemo Kupiansk. Vilevile hali ya hatari ya kikanda imetangazwa katika Jamhuri ya Watu Donetsk kufuatia shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya nishati ya eneo hilo na kuharibu vituo viwili vya umeme. Mkuu wa jamhuri anasema hati hiyo inasema kwamba hali ya sasa kwenye eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk iliyosababishwa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani liliweza kusababisha uharibifu wa vifaa vya uzalishaji wa umeme itatangazwa kuwa hali ya dharura. Vile vitengo vya ndege zisizo na rubani vya kundi la mapigano la Mashariki vimeharibu zaidi ya ndege zisizo na rubani 900 za wanajeshi wa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kutokana na kuongeza idadi ya wafanyakazi walio kazini na kuongezeka kwa vifaa vya ndege zisizo na rubani, matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani za kundi la mapigano yameongezeka sana na kuongeza nguvu zake na kuwasaidia wanajeshi wetu kusonga mbele. Kwenye uwanja wa kivita, mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imezuia na kuharibu ndege 65 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi na maeneo ya bahari ya Azov. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Ni kwambia hivi, hatujamaliza hapo hapo kwenye uwanja wa kivita. Ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesema idara ya wanajeshi wa mifumo isiyo na rubani zimeundwa katika kila kundi la vita linalofanya kazi za mapigano ndani ya eneo maalum la operation. Katika taarifa kuhusu ukaguzi wa waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov kwa utekelezaji wa majukumu ya mapigano ya kundi la vita la Mashariki, wizara hiyo ilisema kwamba vitengo vya mifumo isiyo na rubani vilivyoundwa mwaka huu vinatoa msaada wa vitendo katika upelelezi na ufyatuaji risasi. Hili lilitajwa katika ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa waziri mkuu wa idara ya mifumo isiyo na rubani ya kundi la vita la Mashariki. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mikoa ya Kharkov na Dnipropetrovsk katika saa 24 zilizopita kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema vikosi vya kundi la vita kaskazini vilikomboa makazi ya Tesgelnoye katika mkoa wa Kharkov. Vikosi vya kundi la vita la Mashariki vilijitosa ndani kabisa ya ulinzi na kukomboa makazi ya Nechayevka katika mkoa wa Dnipropetrovsk, wizara ilisema. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1290 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele kwenye saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Kwingineko, wanajeshi wa Ukraine wamewalazimisha wakazi wa eneo hilo kutoka katika nyumba zao na nyumba za chini ya ardhi katika jiji la Krasnoyarsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk ili waweze kujificha huko. Mkazi wa eneo hilo aliyeokolewa kutoka eneo hilo la jiji la Donetsk anasema wao askari wa Ukraine waliofukuza watu kutoka nyumba za chini ya ardhi na walisema tu tokeni, tunahitaji eneo hili ili kuweka nafasi nzuri kwenye kufanya mashambulizi dhidi ya jeshi la Urusi. Wanajeshi wa Ukraine wamepata majeruhi wasiopungua 180 walipojaribu kuwarudisha wanajeshi wa Urusi karibu na eneo la Kotlino nje ya Krasnoyarsk inayojulikana kama Pokrovsk nchini Ukraine. Afisa wa usalama wa Urusi anasema kulingana naye, kadri timu za mashambulizi za Ukraine zilivyokuwa zikipita katika eneo wazi hazikuwa na usaidizi wa kutosha wa kijeshi. Vilevile utawala wa Washington unaendeleza mpango mpya wa kutatua mgogoro nchini Ukraine huku ukifanya mashauriano na upande wa Urusi, lango la Marekani la Axios limeripoti. Kama ilivyoelezwa kwenye chapisho hilo likiwanukuu maafisa kutoka Urusi na Marekani, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umekuwa ukifanya kazi kwa siri kwa kushauriana na Urusi ili kuandaa mpango mpya kukomesha vita nchini Ukraine. Mpango huo wa Marekani wenye pointi 28 umechochewa na juhudi za Rais Trump za kufanikisha makubaliano huko Gaza. Vilevile,
Sekta ya ulinzi ya Ufaransa haina uwezo wa kutosha wa uzalishaji kutengeneza ndege 100 za kivita za Rafale kwa ajili ya Ukraine ndani ya muda uliokubaliwa. Mtaalamu wa usafiri wa anga wa Ufaransa Cyril Delattre anasema hili haliwezekani kabisa. Kwa maneno yake, Dassault Aviation inaweza kutengeneza ndege 2 kwa 2.5 kwa mwezi, ikifanya kazi miezi 10 kwa mwaka. Hata ikizingatiwa kituo kipya cha uzalishaji kilichofunguliwa mnamo Septemba, uzalishaji wake wa jumla wa juu unaweza kukua hadi ndege 4 tu kwa mwezi. Hata kama ingetengeneza ndege 3 kwa mwezi, ingechukua miezi 34, ikizingatiwa kuwa Ufaransa iliipa Ukraine kila ndege iliyotengeneza. Lakini Ufaransa ina wateja wengine kama vile India, mtaalamu huyo alisema. Vile wa Ukraine 50 waliofukuzwa kutoka Marekani wamerudi nchini mwao ng'ambo ya mpaka na Poland siku ya Jumanne. Mwakilishi wa huduma ya mpakani ya jimbo la Ukraine Andrei Dimchenko anasema raia 50 walirudishwa kutoka Marekani kupitia kituo cha ukaguzi cha Shehin kwenye mpaka na Poland. Alisema kulingana naye, mapema Kyiv iliarifiwa na Marekani kwamba ilikusudia kuwafukuza watu kadhaa wasio na uraia kutoka Ukraine kupitia Poland. Alisema kwamba walinzi wa mpaka waliwashughulikia kwa ajili ya kuingia Ukraine kwa mujibu wa sheria zilizoainishwa. Ukraine inawakubali raia wake katika visa vyote. Hivi sasa hali pia zinafafanuliwa, ndio maana uamuzi ulifanywa wa kuwafukuza kwa nguvu, Damchenko aliongeza. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaweza kuwatuma marubani wa Ufaransa kwenda Ukraine kwa siri, akitumia fursa ya kuhalalishwa hivi karibuni kwa makampuni binafsi ya kijeshi nchini mwake. Mtaalamu wa usafiri wa anga wa Ufaransa Cyril Delattre anasema inawezekana kwamba Macron akajiona au akaiona jinsi wa Ukraine wanavyoshindwa, ataamua kutuma ndege za kivita za Rafale kwenda Ukraine ili zirushwe na marubani wa Ufaransa badala ya zile za Ukraine. Kwa maneno yake, inaweza kuwa kundi dogo la ndege 3 au 4. Hali hii iliwezekana baada ya amri ya kuhalalisha makampuni binafsi ya kijeshi kuanza kutumika nchini Ufaransa baada ya kuchapishwa mnamo Novemba 2, 2025, kulingana na Delattre. Jeshi la Ukraine linatuma idadi kubwa ya wanawake kwenye vitengo vyake vya mashambulizi kwenye eneo la Sumi kutokana na uhaba wa wafanyakazi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kupitia kipindi cha Open Air kwenye channel ya TV ya Zvezda na mtangazaji Alexei Gudoshinikov. Anasema sasa tunapokea taarifa kwamba idadi kubwa ya wanawake tayari wameanza kutumwa kwenye vitengo vya mashambulizi kwenye eneo la Sumi. Ndio hii inasababishwa na uhaba wa wafanyakazi hasa wa kiume. Marochko aliongeza kuwa uamuzi huu ulikuwa matokeo ya uhamisho wa lazima wa wafanyakazi wa jeshi la Ukraine kati ya sekta tofauti za mbele. Alisema kwamba mwanzoni vitengo hivyo vilihamishwa kutoka Zaporizhzhia hadi mkoa wa Sumi wakati hali ilipozidi kuwa mbaya huko. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile serikali ya Ukraine imepotoka. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anamwambia mwandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin ukweli kwamba sasa utawala wa Kyiv tuseme umepotoka ni dhahiri, alisema akitoa maoni yake kuhusu kashfa ya ufisadi huko Kyiv. Peskov alielekeza mawazo yake kwenye machafuko ya ndani yanayoendelea nchini Ukraine na tuhuma zinazoongezeka za juu ya uelewa wa ukosefu wa uaminifu kwa Kyiv unaoanza kujitokeza katika miji mikuu ya Ulaya. Yote haya labda ni sababu ya maumivu makubwa ya kichwa huko Kyiv. Vile chama cha Pan-Hellenic Movement of Greek-Russian Friendship PAKF kinaamini kwamba kwa kuipa Ukraine LNG ya Marekani na silaha zake, Ugiriki inadhoofisha ulinzi wake wa kitaifa, hata huku kukiwa na vitisho kutoka Uturuki katika bahari ya Aegean. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita zipo taarifa nyingine ambazo zimeendelea kuibuliwa na waandishi mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari. Ni kwamba kashfa ya ufisadi inayoendelea kujitokeza si swala la ndani la Ukraine, kwani ufisadi unahusisha pesa za walipa kodi wa Ulaya na Marekani, anasema katibu wa habari wa Urusi Dmitry Peskov. Si dhani kama hili ni swala la ndani la Ukraine, alimwambia mwandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin. Pesa hizo si za Ukraine, zilitoka nje, zilibiwa ndani. Ni wazi hili si swala la ndani la Ukraine kwa wazungu kwa kulipa kodi kwa walipa kodi wa Ulaya. Vivyo hivyo kwa walipa kodi wa Marekani. Peskov alisema dola hizo bilioni 300 kama rais wa Marekani Donald Trump anavyosema, ambazo zilitengwa na utawala uliopita,
Sehemu kubwa ya kiasi hiki pia kimeibiwa nchini Ukraine. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan atafanya mazungumzo na Zelensky ambaye atafanya ziara ya kikazi siku ya leo Jumatano, televisheni ya TRT imeripoti. Kulingana na ripoti hiyo, pamoja na masuala ya pande mbili, pande hizo zitakuwa na majadiliano ya kina kuhusu mzozo nchini Ukraine na njia za kuutatua, hasa mada ya kusitisha mapigano na kufufua mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine, ikiwemo mjini Istanbul, na mkutano unaowezekana utajadiliwa. Vile vile, ili mabadiliko ya kweli yatokee nchini Ukraine, ni Volodymyr Zelensky anayepaswa kuondoka, si mkuu wa ofisi yake tu Andriy Yermak. Naibu wa bunge la Verkhovna Dmitry Artom anasema, ambaye aliondoka Ukraine kwa sababu ya mateso ya kisiasa. Suluhisho pekee linaloweza kubadilisha hali hiyo si mabadiliko ya maafisa ndani ya utawala, bali kukomesha kabisa madaraka ya Zelensky hadi ofisini kwake kote. Hii si kauli mbiu ya kisiasa, bali ni hatua ya lengo na isiyoepukika ya mchakato wa kisiasa, ambayo bila hiyo haiwezekani kuwa na mabadiliko yoyote yenye maana. Kurejesha utawala na kuunda sera kamili nchini Ukraine ambayo si ya kujionyesha tu, aliandika kwenye Telegram. Vile vile, wakati wa mazungumzo nchini Uturuki, Marekani itajaribu kumshinikiza Zelensky ili afanye makubaliano ya ardhi kwa Urusi ili kutatua mzozo wa Ukraine na kurudi katika muundo wa Istanbul. Dmitry Suslov, naibu mkurugenzi wa kituo cha masomo kamili ya Ulaya na kimataifa katika shule ya upili ya uchumi na mtaalam katika klabu ya majadiliano ya Valdai, anasema, nadhani mazungumzo hayo yatamhusisha mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa ajili ya mission za amani Steve Witkoff, akimshinikiza Zelensky hasa kuhusu suala la makubaliano ya ardhi kwa ajili ya Urusi. Na nikwambie, bunge la Ukraine limeshindwa kupiga kura kuhusu kufukuzwa kwa waziri wa sheria German Galushchenko na waziri wa nishati Sevlana Grinchuk kwa sababu bunge lilizuiwa na rais wa zamani Petro Poroshenko na wafuasi wake wa chama cha mshikamano wa Ulaya. Mbunge mmoja anasema, leo kwa masikitiko bunge lilizuiwa na kundi la Poroshenko na hatukuweza kupiga kura kuhusu kufukuzwa kwa mawaziri hao wawili ambao majina yao yalijitokeza kuhusiana na kile kinachoitwa kanda za Mindich. Wanashukiwa kwa ufisadi na tungepaswa kuwafukuza kazi, lakini tulishindwa kufanya hivyo kwa sababu ya kundi la Poroshenko, Yuri Boyko alisema kupitia channel ya YouTube. Kumbuka, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yupo katika safari za kutafuta msaada mpya wa kijeshi, na lengo lake ni kufufua mazungumzo yaliyokwama pia kuhusu kumaliza vita vya Urusi ambavyo vilianza takriban miaka 4 iliyopita, na anakwenda Uturuki, na Uturuki ni moja ya taifa ambalo liliwahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya awali, na Uturuki pia amepanga kusimamia mazungumzo mapya yanayotarajiwa kumshirikisha pia mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Na nikwambia, wakati mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea, hali ya vita inazidi kuwa mbaya. Ukraine imeweza kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Urusi mashariki mwa mkoa Donetsk na kusababisha kukatika kwa umeme kwa mamia maelfu ya watu. Urusi kwa upande wake imeendelea na mashambulizi makali ya makombora na drone ikilenga gridi ya umeme ya Ukraine kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa kabla. Hali hii inaonyesha ugumu wa vita vinavyoendelea, huku juhudi za kidiplomasia zinagongana na mvutano wa kijeshi, athari kubwa zikionekana kwa raia ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa. Zelensky ana ndoto ya kuona vita vikimalizika, lakini kwa sasa anajiandaa kwa majira makali ya baridi kali, ikiwa ni mara ya 5 tangu vita kuweza kuanza. Na rais huyo wa Ukraine anasema kwamba anafanya ziara Uturuki leo Jumatano kwa lengo la kufufua mazungumzo ya amani pamoja na mchakato wa kubadilishana wafungwa wa vita kati ya nchi yake na Urusi. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.